Ndugu zangu, mimi kwa majina naitwa John Ntugwa Mbonea. Mimi ni katibu wa wazazi wa wilaya ya Mbogwe. Mimi niko kwenye ziara ya kukagua uhai wa jumuiya yangu, jumuiya ya wazazi, jumuiya ninayoipenda sana. Sasa kama ulivyogusia, nimeanza tarehe 23. Leo tarehe 20 mwezi wa 3. Hii ni kata ya mwisho kati ya kata zote 17. Kwa hiyo mpaka hivi ninapozungumza nimefanya vikao kila kata. CCM oyee! Karibia mwezi mzima niko barabarani. Uongo kweli? Ndugu zangu, nianze kwa kuwashukuru sana wote waliowezesha ziara hii ikafanikiwa mpaka leo nahitimisha ziara yangu. Nianze kwa kuwashukuru sana waheshimiwa madiwani wa kata zote 17. Wameshiriki kwa 100% kuwezesha wajumbe wanakaa kwenye vikao kwa utulivu na kumsikiliza vizuri katibu wao wa wilaya. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana madiwani kwa namna walivyoshirikiana na jumuiya ya umoja wa wazazi. Wapigieni makofi. CCM oyee! Lakini pia nimshukuru mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge anaitambua vizuri sana ziara hii. Mshukuru sana mbunge pamoja na ofisi yake kwa namna ambavyo amesaidia na mpaka kuhakikisha nimezizungukia kata zote 17 za wilaya ya Mbogwe. CCM oyee! Lakini pia nimshukuru sana mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Mbogwe, Bi Halima Chendomoyo, na yeye ameshiriki kwa 100% kuhakikisha mimi katibu wake nafanikiwa kwenda kila kata kwa ajili ya kukagua uhai wa jumuiya na kutoa elimu kwa wajumbe wote wa kamati za utekelezaji na mabaraza. Kwa maana ya kwamba kila siku alikuwa akinifuatilia. Kila ikifika jioni lazima ananipigia simu ya kunijulia hali, katibu wangu naendeleaje, pole na uchovu, pole na safari. Yaani kila kata ambayo nilikuwa naenda mwenyekiti wangu alikuwa anafuatilia na anajua kinachoendelea kwenye kata hiyo. CCM oyee! Naye pia nachukua nafasi hii kumshukuru sana kwa kuwa bega kwa bega na mimi kama katibu wake kuhakikisha nafanikisha kuzitembelea kata zote kukagua uhai wa jumuiya. CCM oyee! Lakini pia nishukuru sana ofisi ya mkuu wa wilaya wetu, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mbogwe iliyo chini ya Bi Sakina Jumanne Muhammad. Naye anajua kwamba mimi katibu wa wazazi wa wilaya niko ziara. Nimshukuru sana dasi wetu wa wilaya ya Mbogwe kwa sababu ilifika kipindi nikapata changamoto ya mafuta. Nilipompigia dasi akanisaidia, akatatua changamoto hiyo. Safari yangu ya kuzifikia kata ikaendelea. CCM oyee! Lakini nimshukuru sana katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbogwe, Bi Walidi Josephat Mgumi. Naye namshukuru kwa sababu alikuwa anafuatilia kwa ukaribu ziara yangu. CCM oyee! Lakini pia niwashukuru viongozi wote ambao walikuwa wakifuatilia ziara yangu toka nilivyoanza. Wapo viongozi ambao wamenipigia simu nikiwa kwenye kata hizo wakinipongeza kwa namna ambavyo naendelea kuimarisha jumuiya ya wazazi kwenye wilaya ya Mbogwe. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kwa ujumla kuwashukuru wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine kuwezesha ziara hii ya kukagua uhai wa jumuiya ndani ya wilaya ya Mbogwe iweze kufanikiwa. Kwa ujumla wote, sio rahisi naweza nikawataja mmoja mmoja, lakini nitumie nafasi hii kwa ujumla kuomba muwapigie makofi ya uzito, makofi ya chama kwa wote ambao wamefanikisha ziara yangu.
CCM oyee! Ndugu zangu, mimi nimekuja kwenye kata hii, cha kwanza kuja kukutana na nyinyi viongozi, kwa maana wajumbe wa kamati za utekelezaji, wajumbe kwa maana ya tawi, lakini baraza la kata. Nipongeze kwa mahudhurio haya, wapongeze wote ambao mmeweza kuhudhuria kikao hiki. Kwenye ziara yangu mimi sina shida sana na mahudhurio, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, mimi natembea kama mwalimu ndani ya jumuiya. Hata ningekutana na wajumbe wawili lazima tungefanya kikao. Hata siku ile tarehe 6 nilipokuja, iliniuma sana kuahirisha kikao, kwa sababu kuna wajumbe wachache kama 5 hivi ambao niliwaona kwa macho kabisa wamekuja kwenye. Lakini baada ya kuwa tumeshauriana na viongozi, tukaona bora tuahirishe. Lakini mimi hicho kilikuwa ni kikao tosha, kwa sababu mimi napita kwenye kata zangu nikiwa najua wapo viongozi ambao hawajitambui kabisa na hawatambui thamani ya nafasi walizonazo. Sasa nikizungumza nao, hata kama wakiwa na uchache wao, wataenda kuambia na wenzao, kumbe nafasi zetu hizi tulizonazo ni kubwa. Hatuna sababu ya kuhofia kwamba tuna nafasi ndogo ndogo. Tuna nafasi kubwa na tuna uwezo wa kutambulika kupitia nafasi zetu hizi za ujumbe wa kamati ya utekelezaji. CCM oyee! Lakini pia, kwa nini sina shida ya kukosoa mahudhurio? Toka nije kwenye wilaya hii ya Mbogwe, nilikuwa nafanya ziara za nusu. Nilikuwa sijafanya ziara kwa kuizungukia wilaya kwa ziara za kitendaji kwa ukamilifu wake. Sasa mwishowe nimeona nitaendelea kuilaumu jumuiya yangu na kuihofia kwamba haieleweki, mara sijui haiwage sijui uko namna gani, kwa sababu sijafanya ziara ya kitendaji iliyotimia. Nikasema mwaka huu mwanzoni tu hapa lazima nizunguke wilaya ili tukakutane na viongozi, tuzungumze mambo ya jumuiya, niwaelekeze namna ya kuzisimamia shughuli ambazo tulipewa na chama kwa ajili ya kuzisimamia. Niwaelekeze ni namna gani wanaweza kuisaidia jamii kutatua shida zake na kuwafikishia hoja zao jamii kwa wateule wetu tuliowachagua, kuanzia mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge na mheshimiwa rais, kwa urahisi zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Sasa hivi kwa sababu viongozi wengi hawatambui wajibu huu wa kwamba sisi ni daraja baina ya chama, serikali na wananchi. Ndiyo maana changamoto za wananchi zinakuwepo na hazipati ufumbuzi wa haraka. Tukiwategemea tu hawa viongozi niliowataja kwamba hawa ndio watatue shida za wananchi peke yao, haiwezekani. Unakuta mwenyekiti wa kitongoji ni mwenyekiti wa kitongoji peke yake kwenye kitongoji. Si ndio hivyo mjumbe wa kamati ya utekelezaji? Watu wanaoongoza ni 200 na kuendelea. Hivi atazijua kwa wakati changamoto zao?